Jeshi la wananchi wa Tanzania JWTZ kanda ya Magharibi limewataka wananchi wa mkoa wa Kigoma kushirikiana na vyombo vya dola katika kulinda amani dhidi ya matukio ya uhalifu mkoani humo. Hayo yameelezwa katika ufungaji wa zoezi la kijeshi la exercise Masika ambalo limefanyika kwa muda wa wiki mbili katika poli la Makele wilayani Kasulu mkoani Kigoma. Mimi naitwa Kanali Thomas, mkuu wa kikosi cha 24 kikosi cha jeshi. Mwaka 2019 tulifanya zoezi kama hili na katika eneo hili ambalo ukilitazama kwa haraka utaona kama malengo ya wakati ule na sasa hivi yanafanana. Nia yetu ni kuhakikisha mkoa muda wote unakuwa salama. Ukichukulia zoezi na hali tuliyokuta 2019 na leo, hali imebadilika sana. Vitendo vya unyang'anyi, ujambazi katika misitu hii vimepungua kwa kiasi kikubwa. Lakini rai yangu ni kuwaomba wananchi wa mkoa wa Kigoma kwa ujumla na hasa wilaya za Kasulu, Kibondo na Kakonko kutokubali kupokea wageni kutoka nchi za nje ambao wafahamu kwa kisingizio tu cha kufanya nao aidha biashara ya mazao au ya kilimo. Madhara yake yamekuwa ni makubwa na wakati mwingine taifa linahangaika. Hata wale wanaowapokea wanakuwa hawajui ni akina nani. Kwa hiyo niwasisitize na kuwaomba kwamba swala la ulinzi sio la mtu binafsi na wala sio la vyombo vya ulinzi na usalama, ni jukumu la kila Mtanzania. Na pindi wanapopata taarifa ambazo wanahisi zinahatarisha usalama wa nchi, basi sisi tuko tayari kuzipokea na kuzifanyia kazi. Mazoezi ya aina hii, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, ni endelevu. Kila mwaka yanahitaji ushirikiano kutoka taasisi mbalimbali za ulinzi kwa lengo la kuhakikisha na kuimarisha ulinzi wa nchi yetu. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, ni kuombe jambo moja. Kimuundo, sisi tunapofanya mafunzo, kuna watu muhimu sana tunawasahau. Na afande kama kamanda wa jeshi la akiba wa wilaya, nilikuwa nawaomba tunapoandaa mazoezi haya, basi mwawezeshe askari wa mgambo waweze kushiriki pamoja nasi, kwa sababu ni sehemu ya jeshi. Hii italeta ufanisi mzuri sana. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, moja ambalo nataka niwaambie makamanda na wapiganaji, hata ukiangalia silaha ambazo tulikuwa tukizitumia, milipuko mikubwa ambayo ilikuwa inatumika ni kwa ajili ya kumwangamiza adui. Lakini kadri siku zinavyoenda, adui anatumia mbinu mbalimbali za kuhakikisha anashinda. Kuna vizazi wanaita vizazi vya vita. Kuna kizazi cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha nne. Sasa hivi tuko kwenye kizazi cha 4. Tuko kwenye kizazi cha 4. The 4th generation of modern warfare. Pale ambapo adui hahitaji kutumia silaha kubwa. Hatumii silaha aina yote, anatumia mitandao tu. Anatoa mambo yake mbalimbali, wananchi wanaweza wananchi hata makamanda wanaweza wakaamini yale yanayotolewa. Wakiyatekeleza tayari. Kwa mfano mdogo tu, mtu anaweza akatoa anapeleka kwenye mitandao, anahamasisha maandamano. Maandamano ni silaha kama silaha zingine tu ambayo inaweza kuharibu usalama wa nchi. Kwa hiyo niwaombe sana makamanda, tunapotumia silaha kubwa tuzingatie na tujue kwamba kuna aina za kisasa ambazo adui hatumii silaha kama tunavyotumia. Anatumia tu mtandao. Tuwe waangalifu na hii mitandao. Tunaelewana makamanda? Yes. Tunaelewana makamanda? Zoea silaha ni kama wewe unavyoizoea smartphone. Nimefurahishwa namna ambavyo wapiganaji wanamudu kazi yao. Nichukue nafasi hii ya kipekee kabisa kukupongeza mkuu wetu wa brigade ya Magharibi, brigade ya Faru, na makamanda vikosi wote waliomo ndani ya brigade hii, na kipekee kabisa kwa niaba ya Mheshimiwa Kamishna Tobias Andengenye, mkuu wetu wa mkoa wa Kigoma,
tunawashukuru sana sana vyombo vyote vya ulinzi na usalama, kila watu kwa nafasi yao. Hali tulioikuta 2018 na kurudi nyuma na hali ilivyo sasa, kuna mabadiliko makubwa sana. Wananchi wenyewe ni mashahidi kwamba vyombo hivi vimefanya kazi yake kama inavyostahili, na tunawapongeza sana. Na mimi nitumie nafasi hii kwanza kuwajulisha wananchi katika mkoa huu wa Kigoma wenyeji kwamba mkoa hawezi kuendelea kwa kutegemea nguvu kazi kutoka nchi nyingine. Kumekuwa na utaratibu katika mkoa wetu wa wananchi kwanza kuwaingiza wananchi kutoka nchi zingine bila kibali, bila pasi wala passport. Hilo kisheria, kwa sheria za uhamiaji, ni kosa. Lakini pia kumweka mwananchi wa nchi nyingine ndani ya nchi yetu bila kuwa na kibali cha kuishi, residence permit, ni kosa kisheria. Lakini pia kumfanyisha kazi mwananchi wa nchi nyingine bila kuwa na kibali cha kazi, work permit, ni kosa la kisheria. Kwa hiyo ndugu zangu, kwa niaba ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ndugu zangu wana Kigoma, maendeleo ya mkoa wetu yanategemea sana nguvu zetu, na ndiyo maendeleo ya kudumu. Kama tutategemea nguvu ya kuazima na tukaamini kwamba tuna chakula cha kutosha, tunafanya biashara na tuna mafanikio, ni mafanikio yanayoelea, hayana msingi. Kwa maana hiyo, hata ndugu zangu mlivyokuja hapa, mlipokuwa mnafanya utafiti wa awali, reconnaissance, kuna wananchi waliwaona wakatoa taarifa polisi, tumevamiwa. Polisi wakaniambia, na mimi nikawaambia kwamba hivi vyombo vya ulinzi na usalama, kila watu kwa kazi yao waliopewa, hawana mipaka kwenye mkoa. Vyombo hivi vinakwenda mahali popote wakati wowote, kwa sababu ndio ulinzi wenyewe wa nchi, kila watu kwa kazi zao. Na kwa maana hiyo, endapo ndugu zetu wakala wa misitu wakikubali eneo lao hili litumike sasa kwa ajili ya mazoezi, wananchi wa Kasulu na watangazia rasmi kwamba wakati huo msitu huu wa Makere itakuwa ni eneo lisilofikika kwa matumizi ya kilimo. Na katika msitu huu, maeneo yote ambayo yameharibiwa sasa hivi tunayabadilisha na kupanda msitu wa kisasa wa mbao. Mwaka huu tumepanda ekari 500. Kadiri siku zinavyoenda tutaongeza ukubwa. Kwa hiyo swala la wananchi kuamini kwamba msitu wa Makere ni dhahabu nyeupe, waanze kulisahau kuanzia sasa. Nikiripoti kutokea wilayani Kasulu mkoani Kigoma, jina langu naitwa Dreams TZA, ripota wa IOTV Kigoma.